Okay. Jina langu ninaitwa Michael Sagikwa. Mimi ninaishi Morogoro. Ni msanii pia, ni mchoraji, na kwa sehemu fulani pia nipo kwenye muziki. Hapa mahali tupo Morogoro panaitwa Kilakala Misambalauni, maeneo ya Tushikamane Records. Gikoman nimemfahamu siku nyingi toka mwaka 1996. Ni rafiki yangu, wakati huo tulikuwa tunachora uchoraji wa katuni na picha, lakini baadaye alikuja ameendelea kuwa kwenye muziki hasa wa reggae na amekuwa akifanya vizuri, na mimi ni shabiki yake mkubwa sana. Kwa hiyo nikisema kitu ninachomfahamu ni kwamba nimekuwa nikifuatilia kazi zake. Amejitahidi sana katika muziki wa reggae kwa sababu ni muziki ambao unafanywa na watu wachache sana hapa Tanzania. Watu wachache sana, na alipokuja yeye kuendelea, basi amekuja kama kuuinua fulani hivi. Kwa hiyo anafanya vizuri sana Tanzania na nje ya nchi pia. Ninachojifunza kwa Gikoman, niwahi kufuatilia interview yake moja, ni kuhusu hasa message ambazo watu wanaweka kwenye muziki, ya kwamba watu wengi siku hizi wanaimba nyimbo ambazo, nakumbuka kwenye interview ile niliyomtazama kwenye kituo kimoja, alisema kwamba nyimbo ambazo watu wanaimba sasa hivi ni nyimbo ambazo baadaye ukija kuwa mtu mzima unaweza ukaona hata aibu kuzisikiliza. Kwa hiyo yeye anaepuka sana hicho kitu. Vijana wa sasa kama kwa muziki mingine unakuta wanaimba nyimbo ambazo hata kimaadili haziko vizuri sana, lakini yeye katika muziki wake nyimbo zote ukizifuatilia zina message, zinafurahisha, zinasikika, yani ziko universal, zinakubalika na mtu wa aina yoyote, rika lolote, mtoto, vijana, watu wazima, hata familia mnaweza mkakaa mkaangalia nyimbo za Gikoman na mkapata message. Tofauti na wanamuziki wa muziki mingine ambao kwa kweli nyimbo zingine, yani ukianza tu kuonyeshwa kwenye television au kwenye redio, kama uko na wakwe zako na wageni, inabidi utafute njia ya kutokea ukimbie, kwa sababu message zinakuwa za matusi zaidi, haziendani na maadili ya Kiafrika. Kwa hiyo nampongeza kwa hicho, kwamba ana msimamo, yuko Kiafrika zaidi, lakini tungo zake nyingi ziko katika zarika zote na zinaelimisha na zinaburudisha, ambapo hasa nafikiri ndio kazi ya sanaa. Asante.